العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wapenzi watazamaji wa Wanazuoni TV online, nilipo mbele yenu ni Sheikh Ibrahim Ghulam ambaye ni mkurugenzi wa elimu na dawa, lakini vile vile ni msemaji rasmi wa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama. Na kwa wakati huu fursa hii nitumie kuwatambulisha kwa ufupi kabisa kuhusiana na Hayatul Ulama. Tunapozungumza Hayatul Ulama, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, ni nini? Unaweza kujiuliza. Tunaposema Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama ni taasisi ambayo ina usajili rasmi katika vyombo muhimu vya kiserikali. Imesajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani kama taasisi ya kidini, lakini vile vile bodi yake ya wadhamini imesajiliwa Wizara ya Sheria na Katiba kule RITA. Vitu hivi vyote, utaratibu huu wote tumeufuata na uko kamili katika utaratibu unaotakikana na sheria. Sasa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu ni taasisi ambao imejitahidi kuhakikisha kwamba inawakusanya wanazuoni, wale wanazuoni wakubwa, asilimia kubwa, sababu hatujafikia wote, lakini tunasema kwamba asilimia kubwa ya wanazuoni hawa tumewakusanya pamoja na kuwa na taasisi zao mbalimbali. Wanazo taasisi zao, mimi na taasisi yangu, mwenyekiti atakuwa na taasisi yake, katibu atakuwa na taasisi yake, mweka hazina atakuwa na taasisi yake, na wengine wote watakuwa kila mmoja na taasisi yake kama yeye, lakini wote hawa tumewakusanya mahala pamoja, wawe na chombo ambacho pamoja na kufanya kazi mtu katika taasisi yake kama chombo chake anachokiwakilisha, lakini kuwe na chombo ambacho kinawakilisha taasisi hizo. Kwa hiyo Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania ukaanzishwa kwa ajili hiyo, kwa kusanya ili kuweza kuleta nguvu ya pamoja ya hawa wanazuoni. Na kusudio kubwa kabisa ni kuwakusanya. Tunapowakusanya hawa wanazuoni ambao nyuma yao wana wafuasi, tutakuwa moja kwa moja tumewakusanya Waislamu wa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo hili ni lengo moja kubwa kabisa ambalo inalenga Hayatul Ulama, kuhakikisha kwamba ifike mahala kwamba wanazuoni wote wale wakubwa basi wapo kwenye chombo hichi cha Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania. Na tunapoweka pamoja wanazuoni, ndio tumeweka pamoja Waislamu wa Tanzania. Na wallahi alhamdu, hili liko katika hatua kubwa kabisa tumefikia, kwa kiasi ambacho kwamba wanazuoni wengi unawasikia maarufu Tanzania utakuta kwamba ni wana Hayatul Ulama. Katika malengo hayo vile vile ni kwa sababu ni taasisi ya kidini, na lengo lake kama mimi mkurugenzi wa elimu na dawa, tunatilia mkazo kwenye eneo hili kubwa kabisa la kielimu na kidawa, kuhakikisha kwamba jamii ya Kiislamu tunaihamasisha kwenye swala zima la kielimu, kusoma katika nyanja zote, lakini vile vile tunatilia mkazo kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu sahihi ya dini. Ndio maana tunakuwa tuna wanazuoni. Tunapoona kwamba kunakuwa na mapungufu fulani katika eneo fulani, basi wanazuoni wanakaa na kuliweka sawa, kuhakikisha kwamba ufahamu huo unaondoka na unakaa ufahamu uliokuwa sahihi. Eneo la dawa ni kuhakikisha kwamba, kwa sababu kikawaida jamii, mwanadamu huwa na wakati ambapo kwamba anaimarika kiimani na kuna wakati anadhoofika kiimani. Kwa hiyo suala la kidawa ni suala ambalo kwamba linahitajika kila wakati kuhakikisha kwamba yule ambaye amedhoofika kiimani anakuwa kiimani, yule ambaye imani yake imekuwa basi inazidi kukua na kuhifadhika, na yule ambaye pengine bado hajakuwa muumini naye vile vile tunafanya bidii za kumfikia ili aweze kufikia hatua ya kuwa ni muumini. Kwa hiyo nyanja zote ambazo kwamba zina stahiki kutumika kisharia na kisheria, basi tunazitumia kuhakikisha kwamba dawa inawafikia Watanzania. Na katika hilo ndio maana tukaona kwamba badala tu ya kuzungumza, lakini tuwe na chombo chetu hichi cha Wanazuoni TV, ili kuhakikisha kwamba yale tunayoyakusudia na yale tunayoyafanya basi yanawafikia Waislamu na jamii kwa ujumla. Mwisho, usiache
kushare na kusubscribe ili uendelee kupata mazuri kutoka Wanazuoni Online TV.